tunamwomba Mwenyezi Mungu atujalie insha Allah na sisi tuwe miongoni mwao. Ndugu zangu katika imani, tena wenye akili timamu, na wahusia kama vile ninavyostahili mwanzo kabisa kuhusia nafsi yangu katika jambo la kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa sababu kumcha Mwenyezi Mungu ndiyo mafanikio yetu hapa duniani na kesho akhera. Tuko katika mfumo wa funga, msimu wa kheri, mwezi ambao unabadili dira ya maisha yetu. Huu ni mwezi ambao unapatikana ndani yake rehema za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, istoshe na msamaha wake kwa madhambi tunayoyafanya kila siku. Katika darasa letu la leo, kwa muda usiokuwa mrefu sana, tutazungumzia jambo muhimu. Allah Subhanahu wa Ta'ala ametufaradhishia sisi kufunga siku 30 au 29 bila kula, bila kunywa. Wake wetu wa halali tunawaacha katika mchana wa Ramadhani. Haya yote Mwenyezi Mungu anayaleta kwa sababu moja tu, la'allakum tattaqun, ili watu waweze kupata takwa. Kwa nini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amefanya jambo hili kubwa? Kwa kukusudia kitu kimoja tu, takwa. Wakati wa Waislamu n'abanyabwenge kandi ubwenge bwuzuye, Allah abategetse gusiba iminsi 30, mutajya mutanywa, atari uko mubibuze, chakula mko nacho, kinywaji kiko, tena kila aina, no kureka abagore banyu ba halali igihe cy'ukwezi kose. Hayindi mpamvu kugira ngo gusa mubone takwa nukuberi. Kwa nini? Hiyo takwa ina nini? Kwa nini Mwenyezi Mungu aliona kuwa hili ndio jambo muhimu sana linasababishia mimi Allah Subhanahu wa Ta'ala watu ni waamrishe, wapende wasipende, lazima wafunge? Na kwa sababu tu ili wapate takwa. Hii takwa ina nini? Hili ndilo swali ambalo nataka tuzungumzie tu kwa muda mchache. Kwa nini takwa? Si jambo lingine. Leo tunafunga abantu turasibye, alhamdulillah, ariko twese tulikubali misi umunsi ni wakanga shehe abuzi ni wakari twese turebera ngo umunsi wakari tubali misi. Ejo bundi misi 10 zabirangiye, tuvuge tuti yasigaye imisi 20, nayo irangire yasigaye imisi 10, nayo irangire twese tujye ku musala wa Eid kuri stade. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Turi kubara iminsi irangira ivemo, hanyuma bya bindi byose bisigaye kuri wa musala wa Eid, abantu batangire kubara, kila mtu aanze kupiga mahesabu. Alhamdulillah, ni Ramadhani nimesoma juzu 30 nikamaliza, mwingine mimi nimesoma msafu wote mara 3, mwingine nimesoma juzu 5, mwingine mimi Ramadhani yote nimeamka usiku, mwingine, kila mmoja atasema yake ndani ya moyo wake, sema alhamdulillah. Lakini watukufu wa Islam, sio hilo tunalitafuta katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Mwenyezi Mungu akusema nimewafaradhishia funga ili msome juzu 30 katika mwezi huu? Hapana. Mwenyezi Mungu hajasema nimewafaradhishia mfunge ili msimame usiku siku 30. Hapana. Mwenyezi Mungu hajasema nimewafaradhishia funga ili mwasaidie maskini. Hapana. Ili mpate takwa. Bimaana hii kusoma Qur'ani, hii kusimama usiku ni vyombo tu vya kuwasaidia nyinyi ili muweze kufikia hiyo takwa. Ikiwa sisi hesabu zetu
zitakuwa tu ni ibada nyingi ambazo hazina mpangilio, hatulengi kuipata takwa, Ramadhani yetu itaondoka patupu. Tutakuwa kweli tumesali, tumesimama usiku, tutakuwa sisi kweli tumesoma Qur'ani kwa wingi, tumetoa sadaka kwa wingi, lakini makusudio ya sisi kufunga hatujayafikia. Yatakikana yule mtu ambaye ameingia ndani ya funga ya mwezi mtukufu wa Ramadhani aanze kuhesabu, vipi nitapata takwa, vipi nitajenga takwa ndani ya moyo wangu. Kwa nini hii takwa? Ndio swali letu. Kwa nini hii takwa? Lao tukiwa kama wenye kuzungumza kweli hii takwa, kweli hii takwa. Kinanjiko muri Ramadhani nizo bisafu ya ngitano ngairangiza mu kwezi za badangije byose. Ni magara na tarawih kaswanga dukarani njoro za badangije byose. Akuja alikini kitwa takwa kiri hali ya Qur'ani. Ali nacho kigamijwe kisibo. Icyo takwa ni iki kubera iki? Kwanza takwa ni nini? Tulege taarifu ya Sayyidina Ali radhiallahu anhu asobanura takwa, yavuze ati takwa ni alkhawfu min aljalil. Nicyo cya mbere, gutinya Allah subhanahu wa ta'ala, kugira ubwoba. Iyo utinya umuyobozi wawe mu kazi kawe ubigenza gute? Ubahiriza amasaha, akazi ugakora ngo yagutegetse, ukakarangiriza ku gihe, nta kintu na kimwe wishi. Ariko isuzugura umuyobozi wawe, utamutinya, ntabwo umufitiye, ujya ku kazi igihe ushakiye, wakabwiza ntacyo biba bitwaye, kubera ko wa muyobozi ntabwo umwubaha, ntabwo umutinya. Na aba rero itakwa ashaka ko tubona, icya mbere kizakugaragariza ko iyo takwa ihari wayigezeho, nuko mu buzima bwawe bwose uzabubamo ufite ubwoba kuri Nyagasani Allah subhanahu wa ta'ala. Ese icyo nkora bosi wanjye arakishimiye, ukagira icyo kintu muri wowe. Wal amaru bitanzim, ubuzima bwawe bwose, imibereho yawe yose, kurya, kunywa, kuryama, kubyuka, kujya mu kazi, ibyo ukora byose ukabikora ugendeye kuri bya bindi byamanuriwe Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Unayafanya kulingana na yale yote yaliyoteremshwa Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La si hivyo wewe utakuwa bado. Ramadhani tumeshafunga Ramadhani nyingi sana. Tumeshafunga Ramadhani, kuna watu hapa tayari wameshafunga Ramadhani zaidi ya 40-50. Lakini kila Ramadhani inayokuja anaona ni mpya, kama anaanza anakuwa naoga, ni kama hana chochote. Kwa nini? Zile zilizopita zote zilikuachia nini? Mbona zilienda patupu? Mbona leo unakuwa mwoga sana mpaka ni kama yani hujui? Lao ikiwa ni uoga kweli unataka uthibitishe, uwe na thabata katika yale uliyopata katika Ramadhani zilizopita, huyo uoga wako na mimi na usapoti, ni uoga mzuri. Lakini ikiwa ni uoga kusema ya Rabbi, madhambi yamekuwa mengi, sijui itakuwaje, hii Ramadhani hii kiniacha hivi itakuwa naangamia, ni kwa Ramadhani zilizopita zote zilikuacha patupu. Kwa nini? Kwa sababu yale malengo yetu ya kufunga sisi hatukuyazingatia. Tulikuwa tunafunga tu kama ada, mazoea. Ramadhani imekuja, mwezi umeonekana wapi, inakuwa kuzozana, ni kesho, ni kesho kutwa, ni jana, ni juzi, inabaki tu katika hizo, hata kufungua basi kwisha. Lakini haitakikani hivyo. Inatakikana mtu mwenye akili, kama nilivyowaambia, mwenye akili timamu. Umuntu ukoresha ubwenge bw'ineza, igikenewe hano, igishakishwa, igihigwa, itakwa. Kubera iki Allah yashyizeho itakwa? Allah yashyizeho takwa kugira ngo, nukubera ko iyo takwa nicyo gipimo cy'ubwiza bw'umuntu imbere ya Nyagasani Allah subhanahu wa ta'ala. Niyo ifasha Allah kumenya umwiza imbere y'uwo ari we. Inna akramakum 'inda Allah atqakum. Umwiza imbere ya Allah subhanahu wa ta'ala muri mwe ntabwo arusenga cyane kugeza igihe akoza agahanga, ntabwo arusoma Qur'ani nyinshi kurusha abandi, ntabwo arubyuka nijoro kurusha abandi. Umwiza imbere ya Allah subhanahu wa ta'ala ni Allah wenyine ubyivugiye, ni wao ufite takwa nziza kurusha abandi. Siseme tusisome Qur'ani, siseme tusisali, hapana.
Huenda katika sifa za watu wenye takwa tunaweza tukayapata haya ndani, lakini tunachokiangalia sisi ni takwa. Iki ni igipimo Allah apimiraho abeza mu bagaragu be. Igihe utaragira takwa umenye ko uri hanze yabo Nyagasani abona ko ari beza mu bagaragu be. Niyo mpamvu rero Allah akuzaniye Ramadhani kugira ngo igufashe. Nibura niba niyo takwa utaruyifite uzayibone muri Ramadhani, izana ifite takwa. Icyo nicyo cya mbere. Icya kabiri, jambo la pili ambalo limekuwa sababu ya Mwenyezi Mungu kufanya takwa ndio iwe makusudio ya kufunga kwetu sisi, ni kwa sababu hii takwa ndio inatengeneza auliyaullah as-salihin, ndio inatengeneza vipenzi wazuri wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Iyi takwa kugira ngo Nyagasani ayigire ko ariyo tugomba kuneka tukayireba, niyo igaragaza inshuti nziza za Nyagasani Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna Allaha yuhibbul muttaqin. Mu by'ukuri Allah Subhanahu wa Ta'ala akunda abantu bafite takwa, nizo nshuti ze. Bivuze Allah akeneye kubona inshuti ze ziba nyinshi, aradukunda. Urwo rukundo dukunda atuzaniye Ramadhani, ayigize n'itegeko kugira ngo atazagira kuko iyo ugize itegeko wenda nari kubikora nanjye ngajya muri abo bakunda. Ariko none yabigize itegeko kubera ko niyo bifitiye akamaro. Amategeko abaho kugira ngo atujyane neza, nditugongane, tugire aho dutsinda, tugere ku ntsinzi. Allah rero yagize itegeko iyi somu kugira ngo izashobore kuzana inshuti ze hafi ye Allah Subhanahu wa Ta'ala zibona. Bivuze igihe utaragira takwa wowe ntabwo waba uri mu inshuti za Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tubadili kichere tukiangalia upande wa pili, hiyo shilingi ibadili upande wa pili. Utabaye inshuti ya Allah buri iki ni utarumanziwe uburu umuntu Allah tita. Rafiki yako unamjua rafiki yako, asiyekuwa rafiki yako ni adui yako, na kama si adui yako basi ni mtu ambaye humjali. Hujue mikula, hujue mikunywa, hujue milala, atalijua. Lakini rafiki yako lazima utamjali, utajua rafiki yako anaishi vipi. Rafiki yangu haiko katika njia ya kumwangamiza. Rafiki yangu amekula, rafiki yangu ana kazi au hana kazi. Vipi naweza nikamtafutia kazi? Yeye utamjali tu. Na akiwa sio rafiki yako, bila shaka atakuwa ni adui yako, na kama si adui yako basi ni mkubaki. Ni mtu ambaye yuko hapo tu humjali. Sasa hii jambo ambayo inafanya tufunge sisi ndio inasababisha sisi tunakuwa vipenzi wazuri wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tunakuwa marafiki wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na ukishakuwa rafiki wa Allah, unataka nini kingine mtu Muislamu? Ukishakuwa wewe ni rafiki wa Mwenyezi Mungu, kitu gani kingine unachokijali? Kwa sababu ukishakuwa rafiki wa Allah, kile utakachomuomba atakupa. Na kwake hakuna anachokikosa. Lakini ukiona wakati wote kuomba kwetu shida, kupewa kwetu shida, vurugu haziishi, ni kwa sababu hatujakuwa na rafiki kama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Uwauri shutia nisha kwa jirozo na unakuiche mrabisho. Inna Allaha yuhibbul muttaqin. Allah ni shutia wa mufita. No nese alishutia zinabu. Man arada muunisan fallahu yakfi. Usha kishuti nyayo, inshuti taresha, inshuti tarjaja, inshuti shoro kujana eza. Allah Subhanahu wa Ta'ala arakuhajije kunishutia. Leo kugira kushobora kugira muri urwo rwego rwo kunishutia Allah ni Ramadhani yaje kugufasha. La'allakum tattaqun. Yaje kugufasha kugira ngo nibura wenda uzabone takwa. Hiyo takwa niza tumawinjira mu inshuti za Nyagasani Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tumeelewana kwa pamoja? Tunafahamiana vizuri? Jambo lingine, tuache na kuwa rafiki wa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hiyo aljanna ambayo tunakimbilia usiku na mchana, iliyojuru kwiruka ilijuru na mama dushaka tutayama uiddat lilmuttaqin. Allah tinariteguriye abantu bafite takwa. Rero Ramadhani tuifate ikintu gusa cyaje kibarika kuko Allah itubwira
mimisi bari kabusa none natwe turi kwibara turi baturanyishika heze Ramadhani tumeze kutibana urumviri kwica cyangwa ile kila mtu anaingia mahesabu. Hapana, umunyabwenge alikukarikira afite visio ni guteza zabo nataka muri Ramadhani. Vipi tapata uchaji Mungu? Hata hiyo pepo ambayo unaitafuta Mwenyezi Mungu anakuambia si ya mtu mwingine, uiddat lilmuttaqin wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu uiddat lilmuttaqin. Allah anawaambia wasari'u, kimbia, nenda haraka, kimbilieni hiyo pepo ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, upana wake kama mbingu na ardhi. Lakini pepo hiyo tahadhari, uiddat lilmuttaqin, imeandaliwa yateguriwe abantu bafite takwa gusa. Bivuze ngo yotakwa utarayibona iryo juru ryibagirwa, dushaka inzira yo mu muhezo. Allah aradufashije atuzana iminsi 30 yo kubaka icyo kintu cyatuma tubona iryo juru, tukaba inshuti za Allah Subhanahu wa Ta'ala, tukaba ku rwego rw'abantu beza imbere ya Nyagasani Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ramadhani naifanya mapuuzi. Hari ibintu tubwirwa muri Ramadhani n'abashehe bacu hano, ariko kenshi ntabwo tubizirikana, ntabwo tubishyira mu bwenge, kutizanira bwenge zacu tubisuzume neza. Ni nayo mpamvu Ramadhani nyinshi ziducika zikagenda. Hano bari batubwira abashehe bacu ngo muri Ramadhani imiryango y'ijuru irafungurwa. Kweli wao? Si ndio wanatuambia? Na aliyesema ni nani? Wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Aliyesema hivyo ni kipenzi cha Mwenyezi Mungu. Kauli yake si porojo, si kufurahisha watu, bali analolitamka lote ni ufunuo ambao umefunuliwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muhammad, wallahi Muhammad amuzuru ni bidu musali ururimi jamuna ko rufite ibibazo, ukavuga Muhammad ururimi turuje sallallahu alayhi wasallam, ubona ko ururimi rufite ikibazo. Mu gihe ubivuze gusa wowe tayari abamarayika mwishuru nao itusalimu, alafu unapuuza tu neema kama hii. Huyu ndiye aliyesema Ramadhani milango ya pepo inafunguliwa na milango ya moto inafanya nini? Inafungwa. Na ibilisi mwenye kutushawishi na kwenda katika mabaya anafanya nini? Anafungwa. Tukishasikia hivi tunaondoka tunaenda. Hapana. Tafakari maneno ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ubuno nakuwa bwetuti. Banki zose zirarangaye. Ni self service. Nukugenda kusawise rivalutinda baraba amaze mu masefu. Niki cyakorwa hano? Si tutakimbia? Bekanini hafi ngo wewe utaangalia kupika kwa sababu anaona nikienda sijui kwa nini nitachelewa. Si kweli? Si tutakimbia? Sasa leo umeambiwa milango ya pepo iko wazi. Haukimbilii kufanya ile atafanya mkie peponi. Milango ya pepo iko wazi. Ukimbilii kusoma Qur'ani upate thawabu za kuingiza huko. Uswali tarawih unaiacha, uamke usiku, ufanye kila yote ambayo yanatakikana wakati milango iko wazi. Lakini benki kifunguliwa zote utafanya nini? Kwa sababu gani? Hatuna takwa, hatuna yakini ya haya tunayoambiwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa sababu yakini yenyewe ya kuamini kwa milango ya kama iko wazi, lazima nifanye mazuri, ni kwa sababu wewe unaamini ghaibu. Na ghaibu haiaminiwi na mtu yoyote isipokuwa mtu mwenye takwa. Allah anasema nini? Alif lam mim dhalika alkitabu la raiba fihi hudan lilmuttaqin. Kisha sifa ya kwanza ni alladhina yu'minuna bil ghaib. Qur'ani ina mwongozo kwa watu wenye takwa. Hawa wenye takwa Mwenyezi Mungu akaanza kuzungumzia watu gani? Sifa yao ya kwanza kabisa, wanaamini ghaibu. Wanaamini yale mambo ambayo hayajaonekana na macho, lakini Mwenyezi Mungu tayari amesema na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam tayari amesema kuwa pepo iko na tutaipata, itakuwa wacha Mungu. Basi huyu mtu mwenye takwa lazima taamini. Kama milango iko wazi, katika milango iko wazi, ndio maana utamwona atoki msikitini Ramadhani. Yeye anashinda kabisa na kiwaite mnyenyekevu. Kwa sababu gani? Anajua, ana imani milango ya pepo iko wazi. Hapa lazima nifanye bidii hicho kufungua galona mimi nimeandikwa katika watu watakaoingia katika hiyo pepo. Kwa sababu gani? Nikisema hivi utasema uongo, kwa sababu watu wa peponi
watu wa peponi tayari wako miongoni mwenu hapa. Wakati wa Mtume alikuwa akisema fulani ni mtu wa peponi, fulani ni mtu wa peponi, na ndio maana tunasema kuna wale 10 waliobashiriwa pepo. Inamaanisha watu wa peponi, pepo yao wanaipata hapa ndani yenu. Kuna watu wa peponi, na lao mtapata fursa wakati mwingine nikirudi wiki ijayo inshallah nitawaonyesha hao watu hapa, alafu angalie kweli mimi kweli ni mama simo. Wao tayari wameshashinda. Kinachobaki tu ni Mungu awape tabaka, wasitoke kwenye mstari mpaka watakapoingia katika hiyo pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kama vile tu unapokwenda kufanya mtihani wa driving license pale, ukienda kufanya mtihani wa permit na kuacha, ukishinda wanakupa permit, wanaikupa, unarudi nayo wale watu wamefanya mtihani haurudi nayo. Hiyo kwa exam ya permit yuma za kutsinda wako na kuatsiza wako permit ndio waiko urata aliko bikitwako hasigaiki ngoja kuito ni juhudi ya Allah subhanahu wa ta'ala arabalitsingira hakabazi ya kusawa musi wokuja kuni ile juhudi yake kwa kushobora kwa natindie pe mvani Muislamu waitindie nuru ezo kijana muhana ukagonga umuntu bakakufa kabite wowe pendi yali na right ile kundi wala hii hiyo pendi ndio kiwa inafikina kasoniwa kweli wao sitakasoniwa. Na wewe kama unarudisha kwa mtu wa peponi, ukija ukateleza kidogo ukatudira ukaitupa kidogo, hiyo pepo utaikosa. Na ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala wale ambao tayari wameshapita mtihani awape thabata yao, na tujalie sisi tu miongoni mwao. Inshallah wakati ujao tukiwa pamoja tutaangalia watu ni kina nani, alafu tujichunguze tu ni kweli na mimi ni mama sima. Tunaelewana vizuri hapa, tunaelewana kabisa. Basi Allah tujalie tu miongoni mwa wale watu wenye takwa, tena takwa yenye kudumu, takwa ambayo itaendelea hata baada ya Ramadhani, isiyo wakati wa Ramadhani tunapotea. Mwenyezi Mungu atujalie tu miongoni mwa wale watu wanaopendwa na Mwenyezi Mungu, na tu miongoni mwa wale watu ambao ni bora mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Allahumma ighfir lana wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'u minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda online.